kasi, nguvu, uchu wa kuhitaji mabao mengi, pasi nyingi zenye kuburudisha. Sex football inapatikana Young Africans ya Pedro Gonçalves, ambayo inaonekana kuwa hatari kila itopo leo. Ni nini siri ya mafanikio ya Pedro kufanya haya yote? Mbele ya waandishi wa habari, Pedro amevunja ukimya na kueleza siri ya wachezaji wake kucheza vile. Anasema, naam, pengine ulikuwa ni mwanzo mzuri zaidi. Kwa hakika, kwa sababu tuliendelea na mchakato wetu. Tulikuwa tumejikita zaidi kwenye falsafa na mawazo yetu ya uchezaji. Wachezaji wanaanza kuyaelewa mawazo haya, hasa upande wa kisaikolojia. Wachezaji waliokuja wapya pia waliweza kuingia kwenye mfumo na walitaka kuonyesha ubora wao na ujuzi wao. Nafikiri walichangia sana katika kiwango chetu cha uchezaji. Kwa hiyo mwanzo wa mchezo ulikuwa muhimu sana. Mchezo ulikuwa wa kasi na pressure kubwa sana mwanzoni. Baada ya dakika 20 kasi ilipungua kidogo kwa timu zote mbili, lakini tulibaki makini muda wote. Tuliendelea kutekeleza majukumu yetu bila kujali matokeo yalikuwaje. Ni kweli ushindi ulikuwa muhimu sana, lakini kilicho muhimu zaidi ni kuendelea kutekeleza majukumu yetu na kudumisha kiwango chetu kizuri cha uchezaji. Na ndiyo maana nina furaha kubwa sana kwa wachezaji. Nawapongeza kwa dhati. Pia anawapongeza wote waliohusika na timu, benchi la ufundi, uongozi wa klabu, kwa sababu hii ni timu kubwa. Kila mmoja anafanya kazi pamoja ili kufanikisha matokeo bora uwanjani. Kwa sasa kusherekea ni jambo jema, ni kweli, lakini lazima tubaki wanyenyekevu na miguu iwe chini. Kesho tuna mazoezi mapema asubuhi. Ijumaa tunapaswa kuwa tayari tena kutoa kiwango kizuri dhidi ya moja ya timu bora barani Afrika. Ningependa kujua siri iliyoko. Makocha wengi hutumia wachezaji wanawazoea, lakini wewe ulianza na idadi ya wachezaji wapya ambao hujawahi kucheza nao pamoja. Ni nini kilichokupa ujasiri wa kufanya hivyo, hasa katika maeneo muhimu ya timu? Tunawachambua kwa kina wachezaji tuliowasajili na kuwaleta kwenye timu. Hivyo tunajua vizuri sana uwezo na vipaji walivyo navyo. Ni swala la kuwaweka watu sahihi kwenye majukumu sahihi. Kwa kuwa tuna mchakato wa maendeleo unaoendelea, inakuwa rahisi zaidi kwa wachezaji wapya kuelewa mawazo yetu ya uchezaji na kuyatekeleza kwa urahisi. Baada ya hapo, bila shaka tunafurahia kiwango tulichokionyesha, lakini msimu ni mrefu sana. Sisi bado ni wale wale, hakuna kilichobadilika. Ijumaa tuna changamoto kubwa mbele yetu. Kwa hiyo turudi chini, tuwe makini kama nilivyosema. Kesho tuna mazoezi mepesi asubuhi na tunapaswa kujiandaa kwa kiwango cha juu. Na kutakia kila la kheri. Na watakia mafanikio mema katika mchezo ujao wa ligi ya mabingwa. Asanteni sana. Haya ni maneno ya Pedro aliyeshinda, lakini roho yake unasikia bado hairidhiki na ilichokipata. Inahitaji makubwa zaidi. Kituo kinachofuata ni Al Ahly. Atatoboa.